Wild West TV. Kwenye laini ni naye moja kwa moja kutoka Durban, Mtemi Ramadhani, kiungo wa boli, kiungo wa zamani wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Habari ya Durban, Mtemi Ramadhani? Durban ni kwema, sasa hivi ni hali kama ya Dar es Salaam, ni ya joto, hakuna baridi kama Johannesburg, kwa hiyo ni kwema tunaweza tukasema. Okay, na mvua huko hakuna pia? Mvua imenyesha lakini haijafika kwa siku moja ambayo tuko hapa au siku mbili ambazo mimi nipo, haijanyesha. Ingawaje wakati tunakuja hapa karibuni sehemu kubwa ya njiani ilikuwa imenyesha, lakini kwa jana na leo nafikiri hakuna mvua. Sawa, kubwa kuelekea katika mechi ya kesho, Simba dhidi ya Stellenbosch. Pengine Mtemi Ramadhani, unasemaje kwa namna ambavyo unavyowatazama wachezaji hapo, viongozi wanavyozungumza nao, pengine mkikutana nao wachezaji, nini ambacho mnawaambia? Ari ni kubwa sana. Kila mtu anaelewa umuhimu wa mechi hiyo ya kesho, na maandalizi yamekwenda vizuri. Sioni kama kuna tatizo lolote. Nafikiri viongozi wameshughulikia masuala haya madogo. Imebaki ni kuamka salama, kumwomba Mwenyezi Mungu, na kwamba mpira uchezwe hiyo kesho. Basi ni matumaini yetu kwamba tutarudi nyumbani na ushindi, hata kama si ushindi wa vipi, lakini tukiwa tumevuka kutoka hatua hii kuingia finali. Nini ambacho wachezaji wa Simba wanatakiwa wakifanye pengine kwenye mchezo huo wa kesho? La msingi sana ni fitness, yani wacheze kujitoa, mtu asiogope kutolewa, ajitoe zaidi ya 100%, 110, 120, acheze kwa ule muda ambao kifua chake kinaruhusu. Kama atachoka basi mwalimu afanye mabadiliko, lakini tusicheze kwa kutegea kwamba nicheze 60%, 70%, hapana. Hii timu tumeiona kipindi cha pili wanacheza sana, ni watu wako fiti, na huku kwao kwa sababu hakuna baridi kama kule Stellenbosch, inawezekana ikasaidia ikapaa kweni, lakini ni watu wenye kucheza kwa bidii, ni watu wana stamina ya hali ya juu. Wakikukuta gelegi kujafanya mazoezi vizuri, kwa kweli wanaweza kukusumbua. Tumeona kipindi cha pili yetu kama ilipata chini kidogo, tukaweza kushambuliwa, lakini nafikiri mwalimu ameliona hilo, ameiandaa timu, na kesho watu watajitoa 100%. Na Mtemi Ramadhani, pengine kwa kauli yako unamaanisha kwamba Simba wasicheze kwa kudefense? Kabisa. Wale watu watakuwa wanashambulia, lakini wanaposhambulia na wao watakuwa wanajiacha wazi. Nzuri sana kwenye kudefend. Wanarudi watu wote, karibuni timu nzima, naacha mtu mmoja au wawili, lakini timu yao nzima inarudi kuja kudefense. Lakini tukiweza wakati tunashambulia, tukipata mpira tuende haraka na tushambulie haraka, tutawakuta defense yao sio nzuri sana. Kwa hiyo hilo linaweza likatusaidia, hata kama Mungu atajalia watapata 2, na sisi Mungu tuweze kupata hata hilo goli moja ambalo kwa hatua hii na kwenda hatua nyingine. Lakini kiuwezo Simba unaona anawaweza kabisa Stellenbosch? Kabisa. Stellenbosch wanachojivunia ni ile fitness yao, wana mazoezi ya hali ya juu, na si wao tu, timu nyingi za Afrika Kusini umewaona jana, ukiona Sundowns, ukiona Marumo, timu nyingi zinacheza hapa kwa kufanya mazoezi sana na zinakuwa fiti. Kwa hiyo si uwezo tunao mkubwa sana, lakini watu wanapocheza kwa jihadi, hata wewe ungekuwa yani unaweza kukufunga. Kwa hiyo fitness nafikiri ndio jambo msingi sana, na tumuombe Mungu kesho awape vijana wetu fitness tuweze kuvuka. Sawa, basi mmoja wa watu ambao nataka waamke vizuri tu ni Kibu. Shughuli itakuwa imekwenda vizuri, kwa hivyo naamini itakuwa hivyo. Anakuwa msumbufu akiamka vizuri, unajua yani Stellenbosch nusu ya timu peke yake itabidi idili naye peke yake, ama ataleta madhara makubwa. Kwa hivyo naamini nataka kila mmoja amke vizuri kati miongoni mwa wachezaji. Kibu akiamka vizuri, game uwezekano wa kushinda ni mkubwa peke yake pale. Mambo ni tofauti. Kwanza fair play kwa Stellenbosch na mamlaka za Afrika ya Kusini, wametutreat kama ndugu zao. Nafikiri mahusiano ya kihistoria kati yetu na Afrika Kusini yanatufanya tuwe nyumbani pia hapa. Lakini la pili, kwa ubalozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini, ukiongozwa na mheshimiwa balozi bwana, na wamehakikisha kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyiwa Simba kuelekea kwenye mchezo wao wa kesho kinafanyika kwa kiwango cha juu pia. Lakini toka tumefika hapa, mimi na viongozi wa Simba
na viongozi waliotoka TFF kama shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, tumekuwa tukiendesha vikao mara kwa mara kuhakikisha ya kwamba hakuna kinachoharibika. Pale ambapo tunaona kuna kasoro, tunahakikisha kwamba tunashughulika nazo moja kwa moja, na nikuhakikishie tuko kwenye wakati mzuri. Yale yote ambayo tulikuwa tunayaona kama yanaweza kuwa changamoto, tumeshughulika nayo tayari, na hilo hasa ndio tuliokuja kufanya hapa. Sawa. Na kwa namna gani ambavyo serikali inashirikiana na wadau wa mchezo wa soka kwa kuendelea kusapoti, ama kwa kiasi gani bado inaweka nguvu sana katika michezo? Support ambayo inatokea kwenye kipindi hiki ambako nchi yetu iko chini ya serikali hii ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye masuala ya michezo haijawahi kutokea katika wakati wote, na ndio maana unaona mimi naambatana na hizi timu, iwe Yanga, iwe Simba, iwe timu ya taifa, ili kuhakikisha kwamba serikali ina mkono wa moja kwa moja kuhakikisha tunaunga mkono. Kilichotokea kama Yanga hawakufungwa zile mechi za finali, walipoteza kikanuni, na ni jambo la kutia moyo angalau kwamba mmekosa ubingwa, lakini hamkwenda kuidhalilisha nchi. Mlikwenda mkafanya jukumu mlilopewa. Bahati tu haikuwa upande wenu. Haya masuala ya kikanuni inategemea uko upande gani wa bahati tu hapo umeamkaje. Lakini tunarekebisha yale mambo mengi ambayo yanatokea, kama ambavyo umetangulia kusema kuhusiana na aggregate. Tungependa tushinde zaidi tulivyokuwa tunacheza Tanzania, ili tuje hapa tuna kapu kutosha zito zaidi, lakini mpira ni mpira. Moja ya mambo yananitia mimi moyo ni kiwango cha Simba kulinganisha na kiwango cha wapinzani wao. Lakini aggregate inatubeba, japokuwa tungependa iwe kubwa zaidi. Yote haya yanasema ili tunajaribu kuepusha kuacha kanuni zituamulie mechi. Tunataka uwezo wa timu zetu ndio uamue mechi moja kwa moja. Kama kushinda mshinde, tusitegemee tuko upande mzuri wa kanuni kwa siku husika ili kuweza kushinda, aidha kuingia finali ama kupata ubingwa. Kwa hiyo sisi tunafanya kila ambalo tunalifanya, na unaweza kuona kadri siku zinavyokwenda support inazidi kuongezeka. Na sijui kama mme take note kwenye jambo hili, lakini kwenye safari hii ya Simba serikali imelipia usafiri wa klabu, imelipia accommodation ya klabu, timu inakula chakula kilichonunuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Ni katika kuhakikisha kwamba na wao wanauona mkono wa Mheshimiwa Rais kwenye masuala haya. Moja ya mambo ambayo nataka niwakumbushe ni kwamba pengine Simba wangekuwa na uwezo wa kusafirisha timu yao wakailaza mahali pazuri na wakahakikisha timu yao inakula, na yote yanafanyika. Lakini ukiwa na mkono wa serikali, kwanza kuna mahali unakupunguzia uzito wa kibajeti, lakini hali kadhalika unapata ile feeling kwamba nchi nzima iko nyuma yako, na ndio hasa ambacho tunakuja kufanya. Kwa hiyo mimi nimekuja na ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Mheshimiwa Rais kuelezea kwamba wako na Simba, tuko na Simba, na tukuhakikisha kwamba ili jambo linafahamika kwamba ni jambo la kinchi na tunataka matokeo. Kwa hiyo kila ambacho kinawezekana kufanyika sisi tutakifanya. Tuko hapa kama serikali kuhakikisha yote yana sawa. Huyo ni naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Khamis Mwinjuma almaarufu kwa jina la Mwana FA, akizungumza hii leo kuelekea katika mechi ya kesho, wekundu Msimbazi Simba wakiwa wageni dhidi ya wenyeji wao Stellenbosch katika mechi ya mkondo wa pili michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bwana, mubashara kabisa kutoka Afrika ya Kusini kuelekea mchezo wa mnyama Simba dhidi ya Stellenbosch. Wa Tanzania ni wengi sana ambao wamejitokeza katika mchezo huo. Wa Tanzania wote matumaini yao ni makubwa. Matumaini yao ni kwamba Simba anakwenda mpaka finali safari hii, kama ambavyo kauli mbiu yao wanakuambia hatuishi hapa, hii tunavuka. Na huko unaambiwa wameanzisha mpaka tawi chini ya usimamizi wa Ahmed Al huko katika jiji la Daban. Wanyama wa Daban unaambiwa wapo huko na wapo tayari kwa ajili ya kuisupport Simba, wapo tayari kwa ajili ya kuitoa Simba katika hatua ya nusu finali kwenda mpaka hatua ya finali. Huko Simba kuelekea mchezo huo ana faida ya goli moja mkononi
mpaka sasa. Lakini pia kuelekea sasa mchezo huo Simba Sports, licha ya kuwa na faida moja mkononi kiufundi, tunaambiwa Simba hatakiwi kudefense, yani hatakiwi kurudi nyuma ya mchezo. Inabidi apeleke moto kama ambavyo Stellenbosch watapeleka moto katika mchezo huo kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Lakini pili, kocha asisite kufanya sabu kwa sababu Stellenbosch wana fitness, wana nguvu, hivyo basi kuna muda wachezaji wa Simba watakuwa wanazidiwa nguvu uwanjani. Kwa hiyo wale wachezaji ambao wataonekana wamechoka itabidi wapumzishwe, waingie wachezaji wenye nguvu mpya ili kuhakikisha wanaisaidia timu yao. Lakini tatu, mashabiki wanaambiwa wamejipanga kwa sababu kutokana na historia ya Tanzania na Afrika Kusini, Watanzania wanayo nafasi ya wazi kabisa kuingia katika nchi ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo nchi ya Afrika ya Kusini kuna Watanzania wengi sana, na wao wamejitokeza kuhakikisha wanamshabikia, wanaishangilia Simba Sports katika hatua hii ya nusu finali ya pili, ili Simba aende katika hatua ya finali. Kutoka Afrika ya Kusini, tuandikia maoni yako hapo chini. Unafikiri Simba afanye nini na nini ili afuzu katika hatua ya finali?